Jina la Bwana Mungu wetu litukuzwe. Hamjambo watu wa Mungu. Tunamshukuru Mungu wetu tena jioni hii ambayo katika mfululizo wa siku hizi 10 leo ni somo la 6. Hili somo la 6 linakwea ngazi ya pekee mno baada ya kuona msingi katika aya ya kwanza ya Matendo, aya ya pili ya Matendo. Leo tuko Matendo sura ya 4. Lakini chanzo cha hii Matendo sura ya 4 ni Matendo sura ya 3. Mungu ni wa ajabu sana. Namna anavyofundisha na kuandaa watu wake ni kwa namna ya ajabu sana. Kwa sababu uko mbele ili waweze kukutana na yaliyoko mbele, anawafundisha hatua kwa hatua, kwamba kuna maumivu mbele, kuna machozi mbele, na anawapitisha hatua kwa hatua mpaka wafikie hatua ambayo hakuna kingine chochote mbele yao. Na leo ni vizuri usikilize vizuri leo, kwa sababu hii ni sura inayoleta taswira nyingine kabisa tunapozungumza juu ya utume aliotuachia kwa Yesu anayekuja. Itatusaidia kuelewa hiyo maana yake nini. Tunaweza kufurahia kujazwa Roho Mtakatifu somo la jana, na ni jambo jema kabisa, lakini tusiwe tayari na kuanzia Matendo sura ya 4. Kwa hivyo Mungu wetu atujalie katika kusikia na kuitikia sauti yake, na atuwezeshe, kwa sababu yote haya ni kwa uwezo wa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo yote tunayoenda kuyaona hapa ni Roho Mtakatifu yuko kazini, lakini akiwatumia waliomwamini. Somo la leo lina kichwa kinachosema kusimama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na kumfuata kwa ukamilifu. Kwa hiyo hili somo linatueleza kusimama kwa ujasiri, sio kwa kuyumbayumba, kwa ujasiri. Tutakuja kuangalia vizuri, na tunafanya hivyo kwa ajili ya Kristo. Yeyote anayeitwa Mkristo, ndio maana Ufunuo sura 21 aya 8 inasema wala waoga. Yaani mtu yeyote anayeitwa muoga hawezi kuingia katika mji ule, kwenye ile aya 8. Sasa nyingine watu wanajiuliza kwa nini anasema hivyo, kwamba waoga wataingia. Sio waoga wanaogopa simba, wanaogopa lolote. Naomba usikize vizuri, kwa sababu wako wasioamini, wako wa namna hii wanatajwa, lakini miongoni mwa hao amesema waoga. Tuombe. Asante Mungu wetu kwa kuwa nasi ili utufundishe mapenzi yako. Jifunue tena kwetu leo na ukutubariki kila mmoja wetu unapotujaza Roho Mtakatifu kila siku,
ili tukushuhudie kwa ujasiri na kwa uaminifu. Katika jina la Yesu Kristo, amina. Kusimama kwa ujasiri. Neno ujasiri kwa mara ya kwanza Luka kwenye kitabu cha Matendo amelitaja kwenye Matendo 2 aya 29. Na alikuwa anahutubia ile siku ya Pentekoste. Petro huyo anambia, ndugu zangu, mniwie radhi ninene nanyi kwa ujasiri habari za Daudi. Akaanza pale kwa Daudi kwamba amekufa, yuko kaburini. Na Daudi kabla hajafa alieleza habari hizi. Zipi? Anaeleza pale, akielezea hakuwa anasema juu yake, alikuwa anasema juu ya Yesu. Alipotoka pale ndio akachukua moja kwa moja mpaka mbinguni, ameketi Yesu Kristo. Sasa lakini alisema mniwie radhi niseme nanyi kwa ujasiri. Kwa hiyo kwa mara ya kwanza ilo neno ujasiri hapo Luka analitaja kitabu cha Matendo. Mara ya pili ndio hii sura ya 4. Kwa hakika katika sura ya 4 amelitaja mara 3. Ndio maana unaona somo la leo lina hicho kichwa, kusimama kwa ujasiri. Limerudiwa mara 3. Mara ya kwanza ameieleza vizuri kwenye ile aya 13, walipoona ujasiri wa Petro na Yohana. Mara ya pili kwenye hiyo aya, kwenye hiyo sura akarudia ile aya 29. Kwenye hiyo aya 29 walipoona ujasiri wao wakajua wamekuwa na Yesu. Kwa mara ya 3 kwenye hiyo aya ni ile aya 31. Kanisa linaomba kila muumini atoe ushuhuda kwa ujasiri. Ilikuwa ni Sara, kisha ile nyumba ikatikiswa, akajazwa Roho Mtakatifu. Kwa hiyo limetajwa hivyo na utaendelea baadaye Luka akilitaja kule. Lakini nataka uone kwamba kwa nini limebeba somo la leo, ujasiri. Nilikuwa napitia version za Kiingereza natumia neno confidence, ndio wanasikia neno confidence, ujasiri, ama natumia neno boldness. Kwenye waandishi wale kwenye kompyuta ama kwenye simu hii ya smartphone kuna maandiko, unaandika maandishi alafu wanasema bold, ya unalijazia linakuwa nene, wanasema ni kubold, ndio wanatumia hivyo. Lakini boldness ambao ndio ujasiri ama confidence, wanyoa na Waingereza wanatumia maneno hayo mawili, lakini inatumika ujasiri. Lakini kuna maneno pia ya ujasiri yanayotafsiriwa ujasiri, lakini sio hili neno ambao Wayunani ambao daktari amelitumia, Daktari Luka, tabibu Luka ametumia neno tofauti kabisa ambalo wametafsiri kama ujasiri. Hilo neno ujasiri linaitwa paresis. Paresis ni maneno mawili ya Kiunani, na mimi mwana naanza vile kwa sababu ili maana mtu asiposema uwe jasiri anaweza sijue ni nini. Paresis ni maneno mawili, la kwanza ni pas, alafu la pili resis. Pasi maana yake ni yote, all, ile ya Kiingereza A, L na L. Hiyo all hiyo, kusema ninyi nyote, you all. Wayunani wanatumia neno pas, chote, kama ni kitu chote, kama ni maji yote, kama ni chakula chote, kama ni watu wote. Hiyo neno wote, chote, yote, hiyo ambayo natumia neno pas. Alafu resis ina maana mbili. Ina maana ya taarifa, report, ama declare, tangazo. Kwa hiyo inamaanisha tangaza yote, toa taarifa yote
ambalo hilo neno sasa inapokuwa linamaanisha hivyo, hapo nimelivunja ulione maana yake. Lina maana kubwa tatu. Unaposema sema yote, alafu ndio inakuwa neno umekuwa na ujasiri. Ukisema yote umekuwa na ujasiri, inamaanisha mambo matatu. La kwanza, unasema kinagaubaga, plainly. Mbili, unasema wazi wazi, openly. Tatu, unasema kwa ujasiri, confidently, ambayo inamaanisha unayaishi, unajua unachosema. Kwa hivyo ukichukua ya mawili, openly, wazi, na plainly, kinagaubaga, kuna neno moja la Kiingereza natumia neno frankly. Anazungumza frankly. Unasikia na unaelewa anachokisema, toni yake, anavyotamka, maneno yenyewe anayatamka, na yameunganika na neno aliyotamka la kwanza na linalofuata, linalobeba ujumbe unaoeleweka. Kwa hivyo frankly, openly, plainly, halafu confidently, ambayo yote hayo maana yake ni nini? Zungumuza yote bila kufuta chochote, without cancelling any. Moja, without omitting, bila kuruka chochote. Hauruki chochote na haufuti chochote, without cancelling and without skipping or omitting. Kwa hiyo unapozungumza bila kufuta chochote unachokijua na bila kuruka chochote kuhusu hicho, ndiyo maana ya paresis. Ujasiri, paresis, kunena kwa ujasiri ni kwamba unaongea bila kuwa na kizuizi chochote kinachokufanya uruke neno lolote, ama ulache neno lolote, ama ufute uelewa wowote, na unalisema kwa uhuru. Kwa hali ya kijamii leo anasema uko katika uhuru wa kunena, freedom of speech. Ndio maana unasikia baadhi ya watu wanasema, jamani, tunataka katiba mpya kwa nchi yetu hii, maana tunaona hatuna uhuru wa kuzungumza, freedom of speech. Paresis. Kwenye uraia wanazungumza hivyo wenyewe, freedom of speech. Lakini kwenye Biblia, naomba usikize vizuri, inapomaanisha ni pale ambako ukweli unaojua unaueleza kinagaubaga, wazi wazi, publicly, dhahiri, wazi wazi, sio kwa kificho, sio ndani ya nyumba, bali unazungumza wazi, lakini unasema kwa ujasiri unaotokana na unajua unayemwamini na unajua alichokueleza, na hivyo utaacha chochote, utaeleza, utaomit wala utakanseli neno lolote. Sasa baada ya kueleza hivyo, ndipo sasa tuingie hiyo sura ya 4. Naomba sasa uangalie vizuri ilitokana na nini. Hebu naomba pasa usome aya kwanza mpaka aya 4, kwamba ni kwa nini hiyo ndio hasa neno kubwa, kwamba simama kwa ujasiri kwa ajili ya Kristo na ukimfuata kwa uaminifu. Hebu soma aya kwanza mpaka aya 4, Matendo sura ya 4. Biblia takatifu inasema hata walipokuwa wakisema na watu wale, makuhani na akida wa hekalu na Masadukayo. Makuhani 1, maakida wa hekalu 2, Masadukayo 3 wakawatokea wakifadhaika sana kwa sababu. Wakafadhaika. Lile neno kufadhaika unaweza kufikiri ni mfadhaa wa kawaida. Lile neno kwa Kiyunani linamaanisha kukasirika, kuwa na huzuni na uchungu. Kwa nini walipata hali hiyo, msomaji? Kwa sababu wanawafundisha watu na kuhubiri wanawafundisha watu, 1, wanawahubiri watu kuhusu nini, msomaji? Katika Yesu
katika Yesu, ufufuo wa wafu. Kuhusu ufufuo wa wafu katika Yesu. Ndiyo. Wakawakamata, wakawaweka gerezani, weka gerezani hata asubuhi, mpaka asubuhi, kwa kuwa imekwisha kuwa jioni. maana ilikuwa jioni. 4. Lakini wengi katika hao waliosikia lile neno waliamini. Waliosikia lile neno walifanyaje? Waliamini. Na hesabu ya watu waume ikawa kama 5,000. Kutoka 3,120 siku ya Pentekoste, hesabu yao inasema sasa ni wangapi? Kama 5,000. Watu gani hao? Wanaume. Hesabu haipo kwa wanawake. Kwa hiyo unaweza ukaona idadi ni kubwa, yani ndani ya muda mfupi sana. Walipokuwa wanasema na watu hawa, ni watu gani hawa? Ni Petro na Yohana. Walisemea wapi? Walisemea hekaluni. Kulikuwa kuna nini? Kulikuwa kuna yule kiwete aliyekuwa anaomba fedha katika mojawapo ya milango ya kuingia hekaluni, unaitwa mlango wa uzuri. Petro na Yohana walipofika wakamwambia, tuangalie sisi. Alafu akasema, hatuna fedha wala hatuna dhahabu, ila tulicho nacho tutakupatia. Kwa jina la Yesu simama ufanye nini? Wakamshika mkono. Daktari Luka anaandika maelezo yale ya ndani kabisa, details, kwa sababu ni tabibu yule. Lugha anayoitumia, namna walivyomshika alafu na kunyanyuka kwake ni tofauti na ambavyo wangeripoti watu wengine. Akasimama akawa mzima miaka hiyo yote, akaingia na yeye hekaluni. Unaweza ukajua ibada yake ilivyokuwa. Taharuki ikawa kubwa mno, ndipo watu wakaulizana nini kimetokea. Petro na Yohana wakaanza kueleza nini kimetokea kwa habari za Yesu Kristo. Walipohubiri wakawahubiria watu, na walipowahubiri watu walianza hapo hapo kwa huo muujiza, wakaeleza ni huyo Yesu aliyefanya. Akatembea nayo Petro hiyo hotuba mpaka anapofika ile aya 26 ambayo ndio inamalizia sura ya 3, kwa sababu wakati wanaandika zamani hapakuwepo na sura wala hapakuwepo na aya, hapakuwepo na sijui na nini, hapakuwepo. Kipindi kile Koine Greek ilikuwa tu wanaandika moja kwa moja tu hivyo, hakuna sura ya pili wala ya tatu wala ya ngapi. Hata Kiebrania nayo iko ni hivyo hivyo. Kwa hiyo baadaye ndio watu walipokuja kusoma wanaangalia muktadha wa hapa na wa hapa, wanasema hii ni aya hii, hii tuipe sura ya 5, tuipe nini fungu la 6, lakini haikuwa hivyo. Kwa hiyo ndio maana saa nyingine unaweza kufikiri ni kitu gani hapa. Kwa hiyo hebu soma aya 26 ile Matendo sura ya 3, kwa sababu walipokuwa wako, yani walikamatwa wakiwa wanaendelea. Soma aya 26. Mungu akiisha kumfufua mtumishi wake Yesu, ndio alimtuma kwenu ninyi kwanza, ili kuwabarikia kwa kumwepusha kila mmoja wenu na maovu yake. Kwa hiyo walikuwa wanafundisha habari za fundisho kuhusu Yesu, the doctrine of Christ, fundisho kuhusu Kristo. Na ili fundisho kuhusu Kristo, wanazungumzia Kristo ni nani, huduma yake, kuja kwake, mafundisho yake, kifo chake, ufufuo wake, kupaa kwake, na hiyo tunasema the doctrine of Christ. Sasa wakati wako wanaendelea kufundisha na kwenye ile Matendo sura ile ya 4 wanaeleza walipokuwa wakifundisha hivyo, wanasema walikuwa wanafundisha na walikuwa wanahubiri. Ndivyo ameeleza kwenye hiyo Matendo. Kwenye Matendo walikuwa wanafundisha na walikuwa wanahubiri. Na wanahubiri juu ya nini? Walikuwa wanahubiri juu ya nini? Naam, juu ya ufufuo wa wafu. Kwa hivyo wakawakamata. Hayo maneno mawili ni kusaidia kidogo uweze kujua, kwa sababu walikuwa wanafundisha walikuwa wanafundisha neno hilo linaitwa didasko. Didasko na ambalo ndio tunaita fundisho, teaching, ambalo linamaanisha ya doctrine, fundisho. Ingiza fundisho kuhusu Mungu, kuhusu wokovu, kuhusu hiki, inaitwa doctrine, didasko, ambalo hilo neno, na nisikilizeni kidogo kwa sababu ninakueleza chimbuka hilo neno. Hilo didasko hilo ama didactic, ambalo katufanya tumia didactic, ambalo ni maana yake unapasisha maarifa
unaleta uelewa kwa mwanadamu. Unapokuwa unapeleka maarifa ama uelewa kwa wanadamu, ni didasko, ambalo mzizi wa hilo neno kwa Kiunani, sikiliza vizuri, ni pale ambako unafanya hivyo kwa utaratibu, systematic teaching and training, ambayo inafanywa kama ni asili yake iko kwenye upande wa Yunani, upande wa kwaya. Yani hapa unamuona ni choir director anayefanya systematically mambo mawili, ana teach na ana train, anafundisha na anafunza. Sasa sijui training utafanya nini hapa. Anafundisha systematically, ana teach na ana train kwaya, na kupitia rudia mpaka wakifanya riheso huku wakijifunza hicho walio nacho, mpaka waweze kuishi na kuperform. Hii ndio mzizi wa hilo neno didasko. Kwa bahati mbaya walimu wetu wengi, maana na mimi nimekuwa mwimbaji miaka yangu hiyo, wao wanajali training ya kuimba maneno, kwa maana wako kwenye lyric maneno yenyewe, lakini wako pia kwenye upande wa melody, upande wa rhythm, upande wa harmony, lakini pia wako namna ile pitch ya sauti na toni zake, ambaye hapo unatamkaje, hapo unaimbaje. Lakini hilo neno didaske, ambao asili yake liko kwenye verb yake iko kwenye upande wa choir director, anaye indoctrine, anaingiza fundisho kwa kurudia kwa waimbaji na kuleta mafunzo namna ya kuimba hicho. Kwa hiyo ana kazi hizi mbili. Sisi mara nyingi tusema tunataka mwalimu wa kwaya anataka tufundishe namna ya kutamka na namna ya kufanyaje, lakini ambayo ndio jambo kubwa kabisa la kuindoctrine, ya kuingiza fundisho. Ndio maana mtu yeyote asifundishe waimbaji kuimba hajawafundisha huo wimbo una nini na unatokea wapi na ilikuwa kuwaje akautunga. Mwenye sikio, waimbaji nione mikono kama mko hapa, na wale ambao wanatufuatilia kwenye mtandao. Yaani muulize huyo mtunzi wa wimbo anaowafundisha alitunga akiwa wapi, ni nini kilitokea mpaka akatunga. Sio anajikwaa bafuni anakuja na wimbo. Amepambana na shida na uongozi wa kanisa, anatungia uongozi wa kanisa wimbo. Na waimbaji wanameza tu, kumbe ni vituko vyake. Nina mifano, huwa mimi nasikilizaga nyimbo mpaka nafuatilia kulikuwa na nini mpaka mwimbaji akafanya hivyo. Na ukija kufuatilia unakuta shida iko pale. Sasa unaimba shida za watu, na wewe umekomaa unaona mtukuza Bwana, kwa sababu melodia inaonekana iko sawa, kwa sababu unaona kama pitch iko hivi. Didasko ni verb asili ya choir master, systematic teaching and training choir members katika swala zima la kuindoctrine, weka fundisho kupitia wimbo na wajue kuimba inavyopaswa waweze kuperform. Kwa hivyo ndio neno didasko. Kwa hiyo walipoona hawa akida wa hekalu, halafu wako Masadukayo, halafu na makuhani, walipoona wanafundisha, wanaidoctrine systematically, yani Paulo, Petro na Yohana walikuwa wana indoctrine wale watu wote siku ile pale, na kwa mpangilio systematically, ili waweze kujua ile fundisho kuhusu Kristo na ufufuo wake ni nini maana yake. Sasa la pili wametumia na kuhubiri. Na wametumia yote. Kwa nini waliwakamata? Walikuwa wanafundisha didasker, halafu walikuwa wanahubiri. Neno hilo la kuhubiri, kwa Wayunani wana maneno zaidi ya 5 kwenye kuhubiri, lakini Luka aliyolitumia neno linaitwa katangelos. Katangelos, kuna ekeruso ambayo inamaanisha kuspeak, kuna araleo, kuna nini, yani yako maneno kadhaa. Kuhubiri yako kadhaa, lakini aliyolitumia ni katangelos. Katangelos ni maneno mawili yameungana. Kata maana yake down, chini, halafu na angelos ambao ndio unasikia neno angel kwa Kiingereza, lakini angelos ina maana messenger, mjumbe. Unaposoma Ufunuo nikaona malaika angelos, maana yake mjumbe. Ndio maana hatutaona malaika anaruka, ila ni maana yake ni wajumbe wanadamu.
waliotumwa wana ujumbe. Kwa hiyo katangelos, angelos ni mjumbe, ambalo angelos hilo neno limetokana na mzizi wake unaitwa angelo, ambayo angelo hii unaosikia angelo hiyo anaielezea habari kuzungumza neno, anazungumza neno kwa liingie kwa kina. Kwa hiyo ukisema wanahubiri, kilichowafanya mpaka waumie hawa, waligundua hawa watu tukiwaacha waendelee hali itakuwa tete. Kwa hiyo wakati wanapitia uzoefu huo, na unajua ndio hilo neno ambalo pia Luka ameandika wakati Paulo na Barnaba walipoitwa wakiwa kule Antiokia kwenye ile Matendo 13, akasema, aliambia kanisa, nitengeni Barnaba na Paulo kwa kazi niliyowaitia, kwenye aya ya 2. Ukisoma ile aya ya 5, walipoanza kuhubiri ni hilo neno katangelos, ambayo inamaanisha wanatoa ukweli ule katika namna ambayo iko hivi. Sikiliza ili uweze kujua hiyo angelos maana yake. Sio tu kuhubiri, ila wana waziwazi, kinagaubaga. Angalia kinachozungumzwa pale, waziwazi, kinagaubaga, bila kuacha chochote. Ndio maana unaona ujasiri na hilo neno katangelo, hilo neno hilo ambayo paresis pamoja na katangelo, ambalo yote kwa ujumla inatembea kwenye ujasiri, kwa sababu ile paresis maana yake hauachi chochote, lakini hili katangelo maana yake kuna ujasiri wazi, kwa uhuru, na kwa ambao haufichi chochote, hauruki chochote, haufichi chochote, lakini una ujasiri. Kwa hiyo alichokuwa anahubiri siku ile pale hekaluni Petro na Yohana ndiyo hiyo katangelos. Kwa hiyo didaske, systematic training and teaching, halafu akatuoni katangelo, kiasi kwamba hawaogopi chochote. Na unajua wako hekaluni Yerusalemu, ambako wanajua kabisa uhasama dhidi ya huyu Kristo anayemhubiri. Sasa hatujui kwa nini hawa akida wa hekalu, yani maana yake ya airi jeshi ile, kwa sababu ile neno akida pale neno ya Kiunani kwa maana ya jeshi ambao linazungumzia hapo. Kwa hiyo huyu ni kiongozi, na ni watu gani hawa wanazungumzwa? Alafu kuna Sadukayo, alafu ndipo kuna makuhani. Kwa nini sura zile mbili tunaona wako kimya, hawatokei? Huenda walikuwa bado wana mshtuko kwamba Yesu amefufuka, alafu bado hawajakaa sawa tu. Baada ya siku hizo 40 ya 50, wanashangaa Pentekoste iliyotikisa, watu wamekuja wajui lugha, alafu hawa wanahubiri. Nadhani viliwafanya wakawa kama wamezubaa. Saa hizi wanastuka ghafla kamata, na wanasema kwa sababu ipi? Wana didasko na wana katangelo, kitu kinachohusu ufufuo. Kwa hiyo Petro na Yohana walikuwa wanahubiri habari ya ufufuo wa Yesu Kristo, na hii ni ajenda nzito mno ambalo neno lake naitwa anastasis. Anastasis ndio tunasikia hilo neno anastasia. Ni maneno mawili ya Kiyunani, ana up, juu, alafu stasis inatokana na neno histemi. Histemi maana yake ni kusimama. Kwa hiyo anastasis, kusimama, up ama again, tena. Hilo neno ana maana yake ni juu au tena, alafu stasisi histemi maana yake ni kusimama. Kwa hiyo ufunuo maana yake ni kwamba simamisha tena, muinua asimame tena. Na hii ndio maana ni tofauti na ile unayosikia dini ya mashariki wanaita reincarnation. Reincarnation ambayo mtu akifa eto anasema roho iko inapitia mchakato ili iweze kufunguliwa kutoka kule. Kwa hiyo wanazungumzia huo mchakato, nasema reincarnation. Kwa hiyo alikuwa ni mwanadamu, itaonekana kupitia sasa ng'ombe. Ndio maana wali ng'ombe baadhi ya dini, kwa sababu ile roho imeenda kwa ng'ombe. Alikuwa hivi, roho imeingia hiki na kile. Anastasis ni kinyume na hilo fundisho. Maana yake ni sio swala la eti roho inaingia mahali fulani. Maana yake rejesha mtu aliyekuwa amekufa, amelazwa chini, hana uhai, murudishe tena aweze kusimama na kuwa hai. Kwa hiyo alikuwa wanahubiri habari ya ufufuo, anastasis.
na hicho ndicho kikawafanya wamkamate. Sasa ngoja nikuambie kitu kimoja, kwa nini wanawakamata. Kwanza ujue wale watu waliokamata ni nani. Kwa sababu moja ni akida wa hekalu. Pengine unaweza usijue ni watu gani wale. Wale walikuwa ni askari wanaochukua ulinzi wa usalama wa hekalu, Leviticus, ambao walikuwa chini yao wana askari wengine. Ndio maana neno lilotumika pale inamaanisha kiongozi wa jeshi, ni viongozi wa ulinzi waliowakamata kuhusiana na hekalu. La pili, wanatajwa Masadukayo. Masadukayo ni akina nani? Hawa walikuwa katika siasa ya Kirumi, kwenye utawala wa siasa. Ni Wayahudi hawa, lakini wasioamini habari ya ufufuo. Masadukayo ambao hawaamini juu ya ufufuo wala hawaamini juu ya Roho Mtakatifu, Sadducees, ambayo idadi kubwa yao ilikuwa ndiyo hiyo Sanhedrin, ambayo ni kikao chenye mamlaka ya juu ya Israeli, baraza la mamlaka ya mwisho kwa taifa la Israeli, Sanhedrin. Na kuhani mkuu alikuwa ni sehemu ya Masadukayo. Kwa hiyo unaweza ukajua kwa nini walikamata, maana hawakubaliani na Roho Mtakatifu, hawakubaliani na ufufuo. Na usishangae ndio maana walikuwa wanapambana Yesu Kristo, kwa sababu ya Yesu Kristo alimfahamu kwamba ni Masihi. Na kama ni Masihi, maana yake waliona anatishia nafasi yao ya ukuhani. Ndio maana walikuwa wana shida hiyo. Kwa hiyo wanakamatwa hawa wote, na Biblia inasema wakawakamata. Ile neno wakawakamata, tupa mikono kwa nguvu na kwa ghafla, suddenly and forcibly, ndio neno la Kiyunani lilotumika pale, yani ambao nasema ni peribalo. Peribalo, peri maana yake ni aponi, juu ya, balo ni kutupa. Kwa hiyo kwa mfano kama unasema ni kutupa mashetani, nasikia ni kukemea mapepo, ni balo, ekibaro, tupa nje, eki manake nje ya, alafu balo tupa. Kwa hiyo anaposema peribalo, maana yake walimkamata. Unamsikia walimkamata, neno ni peribalo, walitupa mikono yao juu yao, ambao linamaanisha ya ghafla na kwa nguvu, suddenly and forcibly. Na ngoja niwaambie kitu cha pekee, mitume hawakuresisti, hawakupambana. Moja, mbili, hawakutaka kutoroka. Saa nyingine wanaketi naangalizia wale wanaojiita viongozi wa dini, wahubiri wa Injili wenzangu, ambao wakisikia polisi hao wanachomoka. Mimi nashindwa kujua wana Yesu yupi. Yaani na maana wao ndio mafundi sana kuliko kina Petro na wengine. Na ndio maana wana bodyguard. Wana haki kabisa kuwa na bodyguard. Kama Petro na Yohana hawana bodyguard, wao wana haki kuwa na bodyguard. Na waendelee kuwa naye. Wakisikia polisi wamekuja kuwakamata, wanakimbia. Hawa mitume na manabii hawa. They did not resist. Hawakupinga chochote. Spirit, ile roho ya watu waliona Yesu, very humble, irresistance. Ni watu ambao hawawezi kuzuia, wala ni wanyenyekevu siku zote. Hawana chochote kwa sababu ni innocent. Hawana kitu chochote. Mtu akitaka anakuja kunikamata kwa sababu nasema ukweli ambao kwao wanaona ni uchochezi, sina sababu ya kutoroka wala kukimbia. Nisikizeni ndugu zangu wa Kristo, hawakimbii wanapokuja kukamatwa. Ingelikuwa hivyo, unajua unamfuata Yesu ambaye wewe na mimi tunapaswa kumfahamu vizuri. Hamna. Walikuwepo tu vizuri na kidagaubaga wanaposikia kusimama kwa ujasiri. Maana yake huwezi timua, huwezi. Kwa sababu wacha waseme umechochea, unahubiri uchochezi.
kwa sababu kipindi kile kwa mamlaka ya Israeli ilikuwa ni uchochezi. Kwa hiyo walitaka wa suppress freedom, ile boldness ya mitume ya kuhubiri Kristo aliyesulubishwa akazikwa na akafufuka, tumaini la Israeli. Kwa hiyo walitaka walizime, waje wakamate Paulo na Yohana, hawakimbii tena, wakawakamata, hawawezi kupingana wala chochote, hawahitaji utumie ubabe, yani kamata, they cannot resist, hawawezi kukimbia. Kuna kitu tunahitaji kujifunza. Alafu unatimua, alafu baadaye unasema wewe una ujasiri. Ujasiri gani? Kwa nini? Kwa sababu kwa nini hawakukimbia Petro na Yohana? Hawakukimbia kwa sababu wakikamatwa Mungu ameruhusu. Hilo walilijua vizuri sana. Na kama Mungu anaruhusu, maana yake kuna jukwaa na watengenezea la kuhubiri Injili. Mnanisikia vizuri hapa? Saa hiyo mnanisikia, lakini mmejifuta ufahamu tayari yani. Ndio maana wakitupeleka gerezani tunaona kama kule tumefungwa katikati ya mbuzi na kondoo, wakati unajua ni wanadamu wenzetu. Kwani wakikupeleka gerezani unaenda kukaa na nani? Si wanadamu? Wewe waliwakwambia wakuhubiriwa ni wale wanaokutana tu huku Kizota barabarani. Kuna siku Yesu atakupeleka Isanga, sio kupeleka Sabuni, ukakae. Sasa pressure yako ni nini ikiwa safari hiyo Mungu anataka ukae nao kabisa pale Isanga? Hivi pressure yako ni nini hasa? Ingilia kati Bwana, ingilia kati. Ndio ameingilia kati hivyo. Freedom, hiyo ni boldness by the Holy Spirit. It's spirit filled boldness. Ni ujasiri uliojazwa na Roho Mtakatifu, sio wa kujitengenezea. Kwa hiyo walipo wanani hapo, kesho yake Biblia inaeleza kuanzia ule mstari wa 5 mpaka mstari wa 7, wakawaweka katikati Petro na Yohana, wamezungukwa pande zote. Na wamezungukwa na nani? Scribes. Ni vizuri ujue scribes hawa waandishi hawa wazee hawa. So unasikia kwa nyingine wazee, unasikia saa nyingine waandishi. Hawa ni wasomi wabobezi. Maana yake umewaketisha na scholars. Petro na Yohana wako katikati ya wasomi, wanazuoni wa wakati ule. Yaani wako mbele ya universities za dunia. Reasoning brain ambao ni super kwenye ulimwengu wa wakati ule. Ndiko Petro na Yohana wako katikati. Alafu wengine ni nani? Ni wale viongozi wakuu wa mahakama za nchi ya wakati ule. Kwa hiyo ina maana Petro na Yohana walikuwa katikati, wamezungukwa na universities, wasomi wa vyuo vikuu, halafu wamezungukwa na mahakama ya dunia. In the midst of the universities and the courts of this world. Na hao sio wasomi kama wao. When the best minds of the world, unapopambana na wasomi ambao wana reasoning, wanaweza wakatwisti, wana maarifa, wanajua cha kufanya, hao ndio walikutana nao lile barasa. Na linafanyikia wapi? Yerusalemu, kwa sababu Sanhedrin ni Yerusalemu. Na wanaowahoji ni watu wa kiwango cha juu mno cha elimu. Na nani pia? Na viongozi wa mahakama ndio wako pale. Wao walijua tutawafiksi tu ili wapate sababu ya kuwafanya wajulikane wamecommit crime, wametenda kosa la jinai. Walichokuwa wanawahoji ili wapate, watawatega ili waingie kwenye mtego, wanaitwa waasi, wanaitwa wametenda uovu. Ndicho agenda. Kwa hiyo confrontation yao ilikuwa ni mbele ya wanazuoni na mahakama za dunia. Unajua ndio maana Yesu alisema watawapeleka
katika mabaraza, watawapeleka huku na kule. Msipate wasiwasi, mtapewa cha kusema wakati ule. Haleluya, haleluya. Hawakujua ndani yao iko nguvu iliyo zaidi ya vyuo vikuu vya duniani, na halafu mahakama kuu kuliko mahakama zote. Kumbe mbingu ziliruhusu wakamatwe ili waandaliwe jukwaa, maana hawa wasingelikuja kwenye mikutano. Mnanisikia? Lakini jipange. Viongozi na mamlaka ya nchi hii ya Tanzania, wawe ni bunge, wawe ni mahakama, iwe ni serikali, wengine tutakutana nao tu tunapokamatwa. Hawatakuja Kizota, hawatakuja kwenye mikutano mahali popote, imradi tu umejazwa Roho Mtakatifu. Sasa unapiga kelele. Kumbe Mungu alikuwa anasema nina agenda bado na hawa watu, maana hawa ndio walikuwa wanapambana na Kristo sana. Ndio walisema muondosha, tumtaki jamii ya makuhani hawa, Kayafa na Annas the high priest aliyekuwa ni chairperson na Sanhedrin, lakini pia kulikuwa kuna Kayafa mke wake, walikuwa wanatawala alternatively, halafu na wengine wote hao na hawa askari waliokuwa wanahusika. Kwa hiyo ukiona wako pale na ni Petro na Yohana, waliuliza swali ambalo light wangelijua. Yaani wanafahamu lakini wanajikosha. Wanaulizaje? Ambie, ni kwa mamlaka na kwa jina la nani mnafanya haya? Na unajua waliwahi kumuuliza Yesu pia, ni kwa mamlaka ipi unafanya hivi? Na hapo wanahoji authority, mamlaka na kwa jina. Ndio ilikuwa swali lao kuanzia aya 8. Waliposema hivyo, Petro akasinuka, akaanza kujibu. Angalia ndipo unaona sasa ujasiri wake. Petro straight akasimama. Wako yeye na wako katikati, wamezunguka, huko ni vitu, wameketi, watu wameketi, hao wasomi wanazuoni, halafu na mahakama ya wakati wako hapo. Petro akaanza na hilo la yule aliyeponywa. Nasikiliza vizuri, angalia namna ambavyo alianza. Akasema ujue kwamba, na inaonekana Biblia inaeleza kwamba wakati wanazungumza pia hata yule aliyeponywa yule naye alikamatwa, kumbe maana naye alikuwepo pamoja na wao, amesimama hapo, yeye alikuwa amesimama hapo, ila hawa ndio wako arrested, ndio wako chini ya ulinzi katikati ya hapa. Petro akaanza, unamuona huyu aliyesimama ni habari ya huyu tunayezungumza. Na sasa angalia kitu cha pekee alichotofautisha na siku ile kwenye hekalu. Hotuba yake ilibadilika. Kwenye hekalu alizungumza na wale watu juu ya Kristo na huduma yake na namna wanavyopaswa kuokolewa. Hapa Petro alibadilisha hotuba yake. Petro alipoanzia kwa hao, akaenda kwa huyu unayemuona Yesu Kristo amemfufua. Alipofika pale, akaeleza ambayo ninyi mlimsulubisha mkamuua, ambaye ndiye jiwe kuu la pembeni, wale walikataa waashi. Yani ninyi waashi mmelikataa, na ninyi ndio mliyemsulubisha. Yani huwezi kujua hiyo unamsikia boldness of Peter. Ujasiri wa Petro ni kwamba habakizi kitu, hasemi kwa kumung'unya, yuko very calm, mtaratibu kabisa, lakini straight. Anasema huyo ambaye ndio mzee wa uhai, ninyi mlimsulubisha. Anasemi walisulubishwa ni ninyi. Yani leo ni opportunity ya kueleza ukweli. Ninyi ndiye mliyemuua. Moja la pili, kwa kumuua mlikataa. Yeye ndiye jiwe kuu la pembeni. Halafu ninyi kama wajenzi mnawezaje kuruka lile jiwe la pembeni? Kwa maana ya kwamba huyo mliyemuua mkamdharau, huyo ndiye msingi wa jengo ambalo ninyi mlipaswa mweke mafundisho ya watu kumjua ni yeye. Halafu mnamkataa kama wahashi, fundi ujenzi, ambayo mnamkataa. Ninyi ndio mliyemuua. Na hotuba yake akiwa ametulia, lakini akazungumza openly, wazi kabisa. Petro akazungumza ikiwa kinagaubaga, frankly, boldly, kwa ujasiri. Haoni wasomi, haoni wenye vyeo, haoni kutishiwa, haoni kuuawa, ila ukweli anao.
na haachi chochote, without skipping, bila kuruka, without canceling truth, bila kufuta ukweli, without omitting the truth. Alipomaliza kuongea akasema, hebu tokeni mtupishe kwanza, askari wawekeni hao pembeni kwanza. Ya moto hiyo. Usomi wao wote akili zikaanguka chini. Anasema hamna, hebu watoeni kwanza. Wakaanza kujadili tunafanyaje sasa. Wakajadili kwa zile aya 13. Walipoona ujasiri wao, ndivyo Biblia inavyoeleza. Walipoona ujasiri wao, hawana elimu si chochote. Walichojua ni kitu kimoja tu, wakajua walikuwa pamoja na Yesu. Haleluya. Ndio maana waoga wote wanachosema ni hivi, hawako pamoja na Yesu. Kama ni kwenye familia yenu, unatishiwa hawatakusomesha, unatishiwa watakutenga na ukoo, unatishiwa sijui utakuaje. Kama ni ofisini unafanya kazi, unatishiwa eti utadodolewa kwenye cheo, unatishiwa kwamba utafanywa figisu. Kama ni uko appointment ya serikali, unatishiwa ukiwa mwaminifu eti utafanywa hiki na kile. Lazima kwanza usafishe watu kwa mafuta hata kama ni wachafu. Sikiliza Biblia inachokisema, wakagundua ya kwamba wamekuwa na Yesu. Unaposikia ujasiri, maana yake unasimama kwenye kweli, na unachokifahamu haupunguzi neno, hauongezi neno, na unalieleza kinagaubaga, wazi wazi na kwa ujasiri, kwamba aliyeketi hapo ni diwani ama ni mbunge ama ni waziri ama ni raisi ama ni naibu nani ama sijui ni nani, imradi yuko mbele hapo anasikia. Hicho ndicho somo nasema, simama kwa ujasiri, imradi tu na hakika ili ni neno la Mungu. Usifikiri utampata kwingine. Yesu amemleta na amekuleta wewe katika vifungo ili ajue wamefunga mikono, wamekufunga kwenye mazingira, lakini akili yako haijafungwa. Yesu yu hai katika akili yako. Walipojadili wakajua kwamba na tunafanyaje? Wakatoka na conclusion mbili. Moja, wakasema hatuwezi kuwashughulikia chochote kwa sababu ya watu. Kwa hiyo watu, kwa nini? Kwa sababu watu walikubali ule ni ukweli wa neno la Bwana. Hawawezi kwa sababu ya watu waliupokea. Halafu agenda ya pili wakasema hawawezi kukanusha yule aliyefanywa kuwa mzima, kwa sababu hiyo ni muujiza wa wazi, hawawezi kuukana. Kwa hiyo ikawa wakashindwa kwa sababu hizi mbili. Wakasemaje sasa? Tuwatishe, let us threaten them. Kwa hiyo waite, wakamwambia sikiliza, tumewaambia hivi, marufuku kuzungumza habari za huyu Yesu na habari ya ufufuo, marufuku. Hapo ndipo ni kama Petro amepata kichaa. Petro akasema, ama tuwatii ninyi ama nani? Hukumuni ninyi wenyewe. Maana yake ni kwamba sisi tutakuwa tunakifanya hekaluni, hiyo tumepewa agizo na Mungu, tunamtii yeye. Leo mnataka tuwatii ninyi? Poleni, poleni. Kisha wakasema, maana hakuna wokovu katika mwingine yeyote chini ya nini, ambao wanadamu wapasao kuokolewa isipokuwa huyo Yesu Kristo. How can we? Tunawezaje kutomsema habari yake, ambao kwake yeye ndio wokovu? Wokovu hauko ndani yetu, wala hatuwezi kujitengenezea, uko ndani yake na tuna agizo lake. Leo mnatupatia agizo sisi hawa, tafuteni wengine wa kuwatisha. Huwa naangalia hapo mpaka naogopa. Kanisa hili wahubiri wengi wanapata fursa, hawahubiri ukweli wanaojua, hawahubiri. Hatuhubiri ukweli tunaojua. Unapewa nafasi, unamung'unya maneno kabisa
kanisa limetoa fedha, watu wameweka muda wao pale, lakini umeitwa wewe ufanye, lakini unaanza kuzungumza, unajua hiki na kile, na unajua Jumapili ni ibada ya mnyama, na unajua kabisa sio siku ya ibada, unajua Mariamu hajaenda mbinguni, na unajua kabisa tuombe kwa wafu, unajua kabisa kuna hiki nafuata, unajua ukweli wa hiki na kile, lakini unasema unajua wengine tutawafundisha tukiwa ndani ya kanisa. Ufugaji wa minyoo. Wakatambua ya kwamba Yesu alikuwa nao, na Biblia inaeleza Petro akijawa na Roho Mtakatifu. Hawakujua huyu sio mvuvi wa samaki, huyu ni mwingine anayenena ndani yake, mpole, mtulivu, lakini ukweli wote anauweka mezani, kuonyesha kwamba mna hatari, kwa sababu huyo ndiye jina ambalo wanalopaswa kuokolewa wote wanaenda pale. Kwa hiyo wakawatisha, hawakutishika, wakalazimika kuwaacha kwa sababu waliogopa watu, maana watu walikuwa huko nje, wataka waone watawafanya nini. Kundi la watu wengi. La pili, wakaona tunafanyaje kwa ule muujiza ambao ulikuwa wa wazi, ila tuwatikise wasiendelee. Eti Petro anasema, yani tumepewa agizo, enendeni kuanzia Yerusalemu, halafu Uyahudi, halafu Samaria na mwisho wa nchi. Ninyi mnasema eti msisambaze. Nasema hukumuni ninyi wenyewe. Yani tusieneze tulichoagizwa kueneza. Wakawaruhusu waondoke wakiwa wametishiwa. Walipoenda wakaenda, kanisa inaonekana lilikuwa limekutanika mahali, wakafika wakaingia pale ambapo wanakutanikia, wakawapa habari hizo. Kanisa wote kwa pamoja ndio unasikia ile kwa nia moja, lile neno ambalo tuliangalia jana, kwa nia moja, siku ya Sabato, kwa nia moja wakazungumza, ile mnaosikia kupumua kwa nguvu, breathing with force or with strength. Pamoja wakaenda mbele za Bwana, wakaanza kumpa Mungu utukufu. Angalia sala yao ilivyokuwa, wakampa Mungu utukufu, wakachukua historia wakanukuu kwenye Zaburi, watu wako wamezungukwa na wabaya, ili wamtende yule uliyemtia mafuta wako, na Bwana ukaangalie. Na hivi wakazungumza neno la pekee, ebu wajaze, tujaze Roho Mtakatifu ili tunene kwa ujasiri. Hawakusema Bwana tutafanyaje, yani Bwana ni hivi, tunahitaji uwezo wako, tuendelee kunena kwa ujasiri. Walipomaliza hiyo sala, Biblia inaeleza ile nyumba ikatikisika, Roho Mtakatifu akajaza mioyo yao. Maana yake mbingu zilionyesha mara mbili, moja externally, kwa nje jengo lilitikisika; mbili, ndani ya akili zao, internally and externally. Mungu akadhihirisha yuko pamoja nao, na hiki ndicho ambacho Biblia inaeleza as a church waliendelea kuomba Bwana, tubalishe, tusirudi nyuma, tulinene neno bila uoga wowote, kwa ujasiri. Hii ni ujasiri unaotokana na uwepo wa Roho Mtakatifu na Yesu ndani yao, ndicho kinachomaanisha ujasiri. Paresis. All. Bila kuruka chochote, bila kupuuza chochote kuhusiana na fundisho Yesu ni nani. Jioni ya leo, kwa uaminifu, hapa ndipo Yesu anatufundisha. Wameingia kwenye utume kwa mara ya kwanza, wanaangukia mikononi mwa mamlaka. Na hili wewe na mimi tujifunze, kwa sababu isingetokea kwao tungelimuona Yesu ametusaliti leo. Lakini aliruhusu kabisa mwanzoni, mitume wenyewe wakiwa hai na ushahidi wa Roho Mtakatifu aliye juu yao, wana Roho Mtakatifu, bado wamekamatwa. Tutakuja kuangalia huko baadaye, sio tu walikamatwa, watakuja kukamatwa tena wote wanafunzi, na watakula bakora wakiwa uchi. Nisikilize ndugu zangu wapendwa, hii tunayojifunza imeandikwa yatufundishe. Yaani Ukristo ni dini ambayo haifumbwi mdomo. Yaani huwezi kuacha kusema ukweli, isipokuwa Roho Mtakatifu atatujaza. Isipokuwa hatujawahi kuwa na Kristo, lakini tuko na yeye, hatutakuwa. Unasema hatuna uhuru wa kunena. Uhuru wa kunena nani amekuondolea? Kwa kuwa bado unapumua, tuna uhuru wa kunena jina la Yesu Kristo mpaka tutakapowekwa kaburini. Kwani watatufanyia nini?
Mamlaka za kidini zitatufanyia nini? Mamlaka za serikali zitatufanyia nini? Kando ya kuniua, kabla hajaniua, labda nikae peke yangu, ukae peke yako. Lakini kama kuna watu katikati, iwe ni gerezani, ndio niwaambie ndugu zangu, ni wale wanasiasa wanaolilia freedom of speech. Sisi hatulilii freedom of speech, kwa sababu tangu Yesu amefufuka, Roho Mtakatifu amekuja na tumekaa na yeye, we have the freedom of speech. Anaanza kulilia hatuna uhuru wa kuzungumza, tumebanwa na nani kama sio shetani? Hapa kazini wamenibana, kule nyumbani wamenibana, sio kijana wamenibana. Biblia inatueleza wazi, wakajazwa na Roho Mtakatifu, wakanena kwa ujasiri. Sio hoja yoyote ile, ujasiri sio kujitengenezea, unatokana na kuketi kwetu na Yesu na uwepo wa Roho Mtakatifu ndani yetu. Tukimkosa Roho Mtakatifu, tutaanza kuzungumza vitu vingi sana. Unajua nilikuwa nifanye hivi. Unajua nilitokaga kule Sumbawanga, nilikuwaga na moto sana. Nilipoingia idara hii ya wanawake huku, najua wamepoa. Ni wewe ndio umepoa, sio wa hapa. Wewe tu ndio umepoa, kwa sababu Roho Mtakatifu anakujaza individually. Unapoaje wewe? Usipigie watu kelele. Wewe ndio umepoa, sio wao. Maana Roho Mtakatifu popote hawajakupiga hata bakora, unaanza kulilia watu ili kanisa limepooza imani yangu. Mungu aturehemu kwa jina la Yesu, amin. Pastor, karibu.